Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo asifiwe na tumsifu Yesu Kristo. Tukiwa katika kipindi hiki cha Kwaresma, nataka leo nitafakari na wewe nguzo zile 3 za Kwaresma, wengine wanasema mpaka 4, ambayo ni sala, funga au kufunga, lakini wengine wanasema toba pamoja na matendo ya huruma. Tamani tutafakari hizo nguzo 3, yani sala, kufunga pamoja na matendo mema au matendo ya huruma, na wengine wanasema ni sadaka. Mtumishi wa Mungu, tutatafakari sana leo juu ya habari ya sala, moja ya nguzo kuu kwenye Kwaresma kwa ajili ya kutuwezesha kumuona Mungu kwa namna tofauti. Mtumishi wa Bwana, sala kwa kifupi sana ni utaratibu ambao tunautumia kumfikia Mungu. Ni mazungumzo au mawasiliano kati ya mwanadamu na Mungu. Kwa kifupi, tunaposali manake ni nini? Tunaruhusu upendo wa Mungu utawale ndani ya mioyo yetu, na hivyo kuwa na mwelekeo wa kusikilizwa au Mungu kuweza kusikia sauti zetu ambazo zinaweza kuwa zinatoka ndani ya vinywa au inatoka kwenye mioyo yetu, na hivyo kutupa majibu yanayotustahili. Usali kwa Mkristo ni kuishi kwamba ninahitaji nimuone Mungu kwa namna nyingine, nahitaji Mungu atende jambo fulani kwa namna nyingine, na sala kama sehemu ya maisha ya kila siku ya Mkristo, manake inatupa hakika kwamba yale ambayo tunapitia hatupo peke yetu, Mungu yupo. Kwa hiyo amesema mahali pengi kwamba tumuite kupitia sala. Kristo Bwana wetu wakati anakaribia kupaa mbinguni, moja ya mahubiri yake au jumbe zake alizozitoa natoka katika ile Injili ya Yohana sura ya 14, sura ya 15, sura ya 16. Na ukiangalia ile sura ya 14 kuna maeneo anasema juu ya habari ya kumkaribia yeye, ya kuwa ndani yake, lakini pia ya kuomba jambo lolote na yeye atafanya. Ile mstari kwa mfano wa 10 mstari wa 23, 24 ile sura ya 16 anasema hata sasa mjaomba neno lolote, ombeni nanyi mtapewa, ili furaha yenu iwe timilifu. Lakini ukisoma ile Mathayo, Injili ya Mathayo sura ya 17 ule mstari wa 14 mpaka ule mstari wa 21, kuna kisa pale au habari ya baba mmoja ambaye alikuwa anapita kwenye changamoto juu ya mtoto wake. Biblia hitaji alikuwa ni mtoto wa kiume au alikuwa ni mtoto wa kike, lakini tunachosoma tu ni kwamba mtoto wake alikuwa amepagawa na mapepo, na akamleta kwa wanafunzi wake. Maandiko yanasema wanafunzi hawakuweza kumtoa. Alafu Yesu wakati anatoka kwenye ibada zake za mlimani, akiwa anashuka, akakuta wakisemezana, watu wamekusanyika wanasemezana habari fulani. Alafu walipomwona Yesu, yule baba akakimbia akamfuata Yesu. Habari pia imeandikwa kwenye ile Injili ya Marko mtakatifu sura ya 9. Akamwambia, Bwana, naomba unihurumie, mtoto wangu hawezi, nimemleta kwa wanafunzi wako wasiweze kumsaidia, alikuwa amepagawa na pepo. Kwa hiyo Yesu anasema akawakemea wale wanafunzi kwa kutokuamini kwao. Alafu akamwambia, mlete kwangu. Alipomleta, pepo lile likampagaa, likamgaragaza chini, kaonekana kama amekufa. Alafu yule baba, kwenye ile Injili ya Marko imeandikwa vizuri sana ile sura ya 9, ukiangalia na mstari wa 20 na kuendelea, akaulizwa baba yule, amempata haya matatizo tangu lini? Akasema tangu utoto wake, na mara nyingi yanamwangusha kwenye moto, yanamwangusha kwenye maji ili kuweza kumwangamiza, lakini ukiweza naomba unisaidie. Alafu Yesu akamwambia, yote yawezekana kwake yeye aaminie. Yote yawezekana kwake yeye aaminie. Kuamini maana yake ni nini? Kuamini ni kupeleka pia maombi yetu kwa Mungu. Kuamini ni kumpelekea Mungu jambo ambalo unaamini kabisa kwamba atakutendea. Kuamini ni kutumaini uweza na nguvu za Mungu. Kuamini ni kuweka yako yote ambayo pengine yanakusumbua mikononi mwa Mungu. Alafu Yesu akamwambia, yote yawezekana kwake yeye aaminie. Yote yawezekana kwake yeye aaminie. Na yule baba akasema, nisaidie kuamini kwangu. Kwa alikuwa na njia mbili, moja ya kumwamini Mungu, ya pili alikuwa kama mtu ambaye asiamini. Alafu Yesu alipokaribishwa, yule mtoto alipokaribishwa kwa Yesu,
yule pepo waliokuwa na mpagaa, ambao walikuwa wanasema pepo bubu pamoja na kifafa, akamwangusha chini, akaonekana kama amekufa, na watu wakaingiwa hofu sana. Basi Yesu akakemea lile pepo, na lile pepo likamtoka, kijana akawa mzima. Lakini ukisoma ile sura ya 17 Injili ya Mathayo, ile sura 17 mstari wa 20 na 21, baada ya wanafunzi kumuuliza kwamba Bwana, mbona sisi hatukuweza, umewezaje wewe? Yesu akawaambia, mengine hayawezekani isipokuwa kwa kuomba au kwa kusali na kufunga. Kwa hiyo hapo kuna nguzo mbili zimezungumzwa, moja ya sala, nyingine ya kufunga. Sala pia inamaanisha kwamba inatupa nguvu ya kuita uwepo wa Mungu kwenye matatizo yetu, uwepo wa Mungu kwenye mahitaji yetu, uwepo wa Mungu kwenye kile kitu ambacho tunatamani kifanyike. Mungu anakuja kwa njia nyingi sana. Inawezekana ukaona nimeomba iuje kwa njia hii, Mungu anifanyie kwa jambo hili kwa namna hii, lakini Mungu inawezekana yeye asije kwa njia hiyo unaotaka. Na anaweza kuja kwa upepo, anaweza kuja kwa kimya kimya, anaweza kuja kwa kishindo, anaweza kuja kwa ngurumo, anaweza kuja kukutoa wewe kwenye tatizo, alafu tatizo likabaki pale ukiliangalia kwa mbali, au akakuacha kwenye tatizo, lakini pia ukaona unaweza kuishi katikati ya tatizo kupitia sala. Mungu kwa sababu anaonekana kwa Roho wake Mtakatifu, pia anashughulika. Mungu Mwana pia anashughulika na maisha yetu. Ndio maana sala zina kanuni nyingi sana katika kusali. Na tunaposali, kwa mfano sala ya Bwana ambao wanafunzi wa Yesu walikuwa wamemuuliza Yesu, tusalije sisi? Anasema, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo mkate, au utupe leo riziki yetu ya kila siku. Utusamehe makosa yetu kama sisi tunavyowasamehe wale waliotukosa. Usitie majaribuni, au usitue katika kishawishi, lakini au bali utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu sasa na hata milele. Kwa hapo ni kama tunamsifu Mungu, lakini tunapokea uweza wake na kutumaini katika uweza wake kwamba Mungu anaweza yote. Lakini pia kwenye sala ya Baba yetu tuna vitu tunaviita ufalme wa Mungu uje, mapenzi yake. Hapo mapenzi yatimizwe maana yake nini? Kwamba lile ambalo tunalipitia pengine kwetu tunaweza kaliona gumu, lakini sio gumu kwa Mungu. Mapenzi ya Mungu yanapotimizwa maana yake nini? Anaweza wakati mwingine akaruhusu tatizo litumike kwa ajili ya kuleta utukufu wake. Anaweza akaruhusu tatizo litumike kwa ajili ya kuinua watu wengine. Anaweza kuleta tatizo litumike kwa ajili ya kukuinua wewe mwenyewe kiroho, lakini akaachilia tatizo tu ukaishi nalo hata miaka ya kutosha, lakini yeye mwenyewe akaonekana sana kwamba inaweza kuwa ni njia ya wokovu wa kwako. Angalia Ayubu wakati anapita kwenye matatizo, ile Ayubu 1 mpaka ile Ayubu 42. Ayubu alikuwa sio kwamba haombi, alikuwa anaomba. Wakati mwingine anaomba kwa kulalamika, na rafiki zake wanakuja wanamsihi, na mke wake alikuja akamsihi juu ya hali yake. Yeye ndiye alikuwa anapita kwenye matatizo. Alikuwa anamcha Mungu. Kusoma Ayubu 1 pale, Mungu mwenyewe anakubaliana kwamba Ayubu alikuwa anamcha, anatembea katika njia ambayo sio ya waovu, yani njia ya watu wa haki, kama ile Zaburi ya 1 inavyosema, wala hakuketi kwenye baraza za watu wa mnyemeza, lakini alikuwa anamwangalia Mungu katika njia zake zote, na Mungu akambariki. Alimpa mali zote ambazo zilikuwa juu ya dunia, na Biblia inasema hapakuwepo na mtu yote tajiri kule usi kama Ayubu, lakini bado akapita kwenye mahangaiko. Jambo linaloweza kujifunza sio kwamba tunapokuwa karibu na Mungu basi hatuwezi kupita kwenye changamoto, lakini unalojifunza pia kwamba hata kama tukipita kwenye changamoto, kwa sababu tuko karibu na Mungu, uweza, nguvu, mamlaka yake vipo pamoja na sisi ili kutusaidia. Kwa hiyo Ayubu anapopita kwenye shida anamwangalia Mungu. Kwa hiyo mtumishi wa Bwana, tunaposali amini kabisa kwamba Mungu atatusikia. Na tutaangalia kwa wakati mwingine nguvu ya maombi katika kipindi hiki cha funga, kipindi cha Kwaresma, kipindi cha toba, nguvu ya maombi au nguvu ya sala. Basi tutaangalia kwa wakati mwingine hilo neno la nguvu ya sala au nguvu ya maombi katika kutufungua. Tumetazama baadhi ya mistari, lakini leo naomba tuishie hapa. Lakini nikutakia amani ya Mungu katika kipindi hiki. Usiache kuomba, usiache kusali, kwa sababu Kwaresma inaunganishwa na sala. Kuna mahitaji mbalimbali ya kwako, mahitaji ya familia, mahitaji ya taifa, mahitaji ya mtu mmoja mmoja katika jamii ulioko pale ofisini. Malalamiko hayawezi kuondoa matatizo, lakini maombi yanaondoa matatizo. Malalamiko hayawezi kufungua mbingu, lakini maombi yanafungua mbingu. Malalamiko hayawezi kukuponya, kukuinua, kukubariki wala kukuokoa kwenye shida, lakini tunaposali
Mungu anasikia na Mungu anatutendea mambo mema. Nikutakie siku njema ya leo. Mungu awe pamoja na wewe. Mungu akupiganie na akuimarishe katika funga yako, na toba yako iwe toba ya kweli ya kulalua moyo na sio mavazi, yani mambo ya nje, lakini pia watendee watu wengine mambo mema. Tuombe. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, nalimidi na kulitukuza jina lako Bwana. Asante kwa ajili ya siku ya leo, kwa ajili ya fadhili, upendo na huruma yako kwetu. Tunakushukuru pia Mungu kwa miongozo yako kwa kila wakati kupitia Roho Mtakatifu. Ukatufundishe hata katika kipindi kile ambacho tunakata tamaa, tunarudi nyuma kwenye magonjwa, ukatutoe kwenye hizo shida. Baba, ukalibariki neno lako na watoto wako Mungu wanaosikia sauti hii. Kama yuko kitandani, na muombea uponyaji katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya mwana kondoo, mahali popote pale anapoumwa kiungo chochote kilicho dhaifu, magonjwa ya ndani, magonjwa ya nje katika mwili wake, magonjwa kwenye ngozi, ninaamuru kwa jina la Yesu yakamwachie mtumishi wa Mungu. Roho Bwana uwe juu yake, umponye, mfungue kabisa. Wale ambao wanapita kwenye changamoto za kiuchumi, Mungu ninawaombea, mkono wako uwe juu yao, ukaguse maisha yao kama unavyosema kwenye Kumbukumbu la Torati ile sura 28 kwamba utatubariki. Wabariki watoto wako Bwana, mjini, mashambani. Bariki makapu ya kukandia unga, bariki watoto, bariki mifugo, bariki mashamba, bariki kazi zao, na neema yako Bwana iwafunike katika huduma na mahali pengine popote, katika jina la Yesu. Ninaomba kwa ajili ya wanafunzi, ninaomba kwa ajili ya watoto wetu wote, wale walioko mashuleni, walioko majumbani, walioko vioni, walioko kwenye mahusiano, walioko kwenye ndoa na mahali pengine. Mungu kawakumbuke, neema yako Bwana iwafunike na kuwafadhili katika jina la Yesu. Tunaomba kwa ajili ya neema na baraka kwenye kazi za mikono yao, mahusiano yao, kila jambo wanalolifanya Bwana likafanikiwe. Baba, tunaileta mikononi mwako Bwana taifa letu Baba, ukalikumbuke kwa amani yako iliyo kweli, umoja na amani ikastawi. Mungu, familia zetu zikakae katika njia yako ya uaminifu. Tunaomba kwa ajili ya yote ambavyo tunavifanya siku ya leo Baba, ukatutangulie, na umesema utatupungukia wala utatuacha. Katika jina la Yesu tumeomba, amen. Mungu mtumishi akulinde na akuhifadhi hai, amen.